Mtazamaji wa MAI TV, leo tupo na Lamata, mmiliki wa tamthilia ya Jua Kali. Jamani, mambo poa? Mambo safi. Unaweza Lamata? Nashukuru. Kwani hiki kipaji wewe cha kuwa producer, cha kuwa mbunifu, cha kuleta content, cha kutengeneza script za aina tofauti, umemrithi nani labda kwenye familia au la? Sijajua kwa huko nyuma, lakini huko najiona tu mwenyewe. Nashukuru Mungu. Unajiona mwenyewe? Kuna ugumu wote labda ambao siku moja ulikutana nao ukasema hii kazi sio mchezo? Ugumu upo mwingi sana, yaani changamoto nyingi, lakini siwezi kuzielezea, lakini huwa navumilia na naendelea. Ukisema unavumilia unamaanishaje? Maana yake unao drive ni mastaa wakubwa. Sasa nikwambie kitu, yaani kama kitu unakipenda kutoka moyoni, hata mtu akikudisappoint vipi, utajishusha na vitu vyako vitaenda, lakini kama sio kitu ambacho unakipenda, unaweza ukadharau tu alafu ikawa kibaya. Mtazamaji wa MAI TV, ninayezungumza naye ni mwanamama, mwanadada ambaye anasimamia zaidi ya mastaa 10 na hivi. Mpaka sasa una mastaa wangapi kwenye Jua Kali? Karibia 150, 200 tunaenda huko. Unaongelea tuna watu wengi sana, wengi. Ndio maana kiletwa kijiji, umeona ni village, yani tunakaa kijiji ketu. Village kama vile. Yaani yote kama unavyoiona hapa. Lakini hapa mimi ninazungumzia wale mastaa A-list wakubwa kabisa. Wapo, sasa mimi siwezi kuelezea vizuri hivyo, lakini wapo. Yaani mimi watu wangu wote naona ni mastaa. Wewe kina Zailisa wote, Abdulrazak wote, Queen Masanja wote, unawezaje kukaa nao watu? Yaani tunaishi vizuri, maisha ni mazuri na maisha very simple. Wote wanajitambua, wote wana akili, wote wanajielewa. Nasikia kuna mmoja wao siku moja alikuuzi mpaka ukavunjika moyo. Ni nani huyo mtundu zaidi ya wenzake? Hapana, sina mtu ambaye kuniuza akanivunjika moyo, sijawahi. Toka nimeanza Lamata Video hamna mtu ambaye amekuniumiza nikasema jamani hii hapana, je kutokea. Kiukweli, yani kwa sababu mimi ambapo moyo wangu nimeuweka ni kwamba mimi ni kama daraja, kazi yangu ni kuvusha watu. Kwa hiyo kama wewe ni daraja, kazi yako kuvusha watu, huwezi kuogopa eti kwamba kuna kitu fani kimetokea au nini, au huwezi. Unaona ni changamoto ya kawaida na unapita. Na hamna mtu ambaye ametokea kwenye maisha yangu eti kwamba ameniumiza. Sasa labda yeye ndo amejiumiza, lakini sio mimi. Kuna scenes tofauti ambazo waigizaji wamekuwa wanaonekana kwenye tamthilia ya Jua Kali. Wengi wanavutiwa, wanajifunza watu kimahusiano, lakini kuna malalamiko, wengine wanasema jamani, mapenzi basi, wala hata tunataka vita, tunataka mateke. Watu wa aina hii unawaambiaje? Sasa nikwambia ni Jua Kali ni story ambayo ni true story. Yaani 70% true story za watu wa ukweli. Na nakwambia itafika siku hata hao watu wanaweza kuja kutoa ushuhuda. Jua Kali inaelezea ukweli sana, ndio maana watu wanaumia kwa sababu naongea ukweli ambao ndio mambo yanayopitia watu. Ukifuatia Jua Kali kwa ukaribu, hata wewe mwenyewe ukifuatia kwa karibu, kuna story iko ndani yako, utaiona. Huyu ni mimi Mai, huyu ni mimi Lamata, huyu ni mimi Hamisi, huyu ni mimi Juma. Kwa hiyo ukiona story yote mtu anaiongelea sana, maana yake inamgusa. Hivi kwa mbona wake za watu wanasaita? Kwani ni uongo? Mbona wame za watu wanatoka sana nje? Kwani ni uongo? Mbona huyu anachiti sana? Kwani ni uongo? Tukija kwenye maisha halisi ndio ukweli ambao mimi Lamata nauandika. Na haya mambo ni yanatokea kweli, na watu kila siku hadi kesho watu wananipigia simu wananiambia, "Lamata, nahisi umeniandika mimi, nahisi umeniandika." Nikamwambia, "No, just a story." Na Jua Kali ina nafasi kubwa kwenye jamii. Ndio, namshukuru Mungu kwa kweli watu wameipokea na wanaipenda. Tunamuona Dora. Dora jamani, leo tumemwona juu yuko bize. Dora leo ndo man of the match, match of the match. Mambo. Nakuja. Student kama student. Yaani kwanza ndo amenigusa na ndo unajua tunachokifanya hichi tunarudisha kwa jamii. Tunahitaji wale wazazi ambao wenye ambao wana uwezo wa chini kusaidia kuwapeleka watoto wao shule, kuwapa vifaa vya shule. Kwa hiyo jinsi alivyovaa Dora leo ndio exact watu tunawahitaji sisi kwenda kuwasaidia. Nimefurahi sana. Naona hii back to school imepokelewa vizuri. Kuanzia timu yenyewe, wahudhuriaji, mavazi, tumeona walimu, tumeona wanafunzi. Lengo lako hapa lilikuwa ni nini? Lengo langu tulikuwa tunafanya kama charity, tunasaidiana. Watu wameleta vitu, nafikiri tumeviona pale. Wasanii tumechanga wenyewe, vimeleta vitu pale tumenunua. Wengine wamekuja navyo pale, wameenda kuweka mabegi, madaftari nini. Ndio tumeanza leo ndo kama tumezindua.
Kwa hiyo tunahitaji watu wazidi kutusaidia, yote ambaye anaweza kutusupport aje atuletee vitu ili tukapelekee wanajamii. Sawa sawa. Yuko mtu ambaye anajiuliza hivi vitu vinaenda lini? Vinaenda kuanzia Jumatano hii kwa sababu wanafunzi wanafungua Jumanne. Kwa hiyo katika mashule ambayo tumeongea nao wengi wamesema twende kuanzia Jumatano. Kwa hiyo kuanzia Jumatano mtaona kila mfululizo wote wa kupeleka vitu shuleni mtaona. Sawa sawa. Kuna watu ambao watataka kujitolea. Kuna watu ambao wana mizigo yao wanataka kusaidia watoto wenye uhitaji. Wanakupataje Lamata? Sasa mimi kwenye peji yangu nitaweka kuanzia Jumatatu jinsi ya kunipata na kunisaidia. Kwa hiyo utaona namba ya simu pale, mwenye uhitaji ataleta, tutaenda kuwasaidia watu. Hongera sana. Asante. Jamani, una katoto ka kiume Kingston. Yuko wapi? Yuko nyumbani kalala jamani saa hizi. Raha Raha ndio. Jamani, kwa nini ndio watoto hawaruhusiwi? Huku leo ilikuwa kidogo ya wakubwa. Haupangi siku moja labda umtoe hivi mbele ya kamera na yeye achanganyike na watazamaji wa Jua Kali? Hamna, bado. Yaani najua bado ikifika siku itakuwa, lakini bado kwa sasa. Jamani, Jua Kali hamna scenes za watoto. Kingston yaingie. King ni msumbufu sana, atazingua sana. Hasa akikona mama yangu itakuwa fujo. Asante sana Lamata, kila laheri, back to school.